kwamba tutakaa sisi Madina na wao watakaa Makka, tutaishi kwa amani kwa muda wa miaka 10. Nabii Muhammad akawaambia Waislamu, ndani ya miaka 10 hii, ndani ya miaka 10 ya mkataba wa amani, ukiacha ile mingine masharti yote mabovu, Mtume alieleza moja tu, kwamba ndani ya kipengele hiki cha amani kwa miaka 10, na waeleza Uislamu utasambaa katika ulimwengu. Sikiliza maono ya Mtume ya mbali. Anaambia maswahaba, turudi Madina, tutakuja mwakani kufanya umra, lakini na wahakikishieni kwa mkataba huu ambao nyinyi mnaona umetuumiza sisi Waislamu, lakini mimi nawaambia kwa kifungu kimoja tu cha kuishi kwa amani kwa miaka 10, mtakuja kuona baada ya miaka 10 matunda ya mkataba huu. Kwa sababu ndani ya miaka 10 ya amani sisi tutapata fursa kubwa Waislamu kutangaza dini duniani kote. Tutatoa watu kwenda nchi mbalimbali, tutaandika barua kwenda nchi mbalimbali kwa wafalme wa huko kuwataka waingie katika Uislamu. Na kweli barua zilifika Misri, barua zilifika Rome, Italy na sehemu zingine za mbali kwa wafalme wa kule kuwataka waingie katika Uislamu. Kwa hivyo ndani ya miaka 10 dola ya Kiislamu Madina ilisonga mbele kabisa kutoka bara Arabu mpaka nje ya Arabuni, na Waislamu walipata fursa kubwa ya kwenda huku na huku kwa sababu amani ipo na kutangaza Uislamu. Lakini utajiri wa Waislamu uliongezeka sana kibiashara, ambazo walikuwa wanatoka sasa Madina wanakwenda mpaka Syria, Palestina na nchi zingine, wanachukua mali kibiashara wanakuja kuuza Madina. Kwa hivyo uchumi ulikuwa mkubwa kutokana na kipengele cha amani. Uislamu ulienea duniani kwa sababu ya kile kipengele cha amani. Kiliwapa fursa watu wakasoma, kiliwapa fursa watu kufanya ibada, kilitoa fursa watu kwenda vijijini ndani ya Arabuni na nje ya Arabuni kwa salama, kwenda kutangaza Uislamu na kuwaita watu kuingia katika Uislamu na kuwafikishia Qur'an na kuwafikishia maneno ya Nabii Muhammad. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu, alithamini sana suala la amani na utulivu, na alijua hatuwezi kupata mafanikio yote katika maisha yetu kama ulimwengu utakuwa hauna amani na kama nchi itakuwa haina amani. Na sote tunakiri katika swala zetu, tunapomaliza kuswali tunasema assalamu alaikum wa rahmatullah, tunageuka kulia, assalamu alaikum wa rahmatullah, tunageuka kushoto. Nini maana yake? Maana yake ni assalamu alaikum, amani ya Mwenyezi Mungu ishuke juu yenu nyinyi tulioswali pamoja kulia, na amani ya Mwenyezi Mungu ishuke juu yenu nyinyi wote tulioswali pamoja upande wa kushoto. Kwa hivyo hata ndani ya swala tunamaliza ibada yetu ya swala kwa kutakiana amani. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala neno amani ndio kaliweka kwamba ndio litakuwa neno la mwisho la watu watakaoingia peponi. Mwenyezi Mungu atujalie tuingie peponi. Akaiita vile vile pepo yake, akaiita Darus Salam, yani nyumba ya amani. Kwa hivyo unaona namna gani Qur'an ilivyohimiza suala la amani. Tukimaliza kuswali, Mtume katufundisha dua, tuseme Allahumma anta salam wa minka salam wa ilayka yarji'u salam
fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna birahmatika dar salam. Sote tukimaliza kuswali dua hii tunaiomba. Ni dua aliyotufundisha Bwana Mtume Muhammad. Tafsiri yake, Allahumma anta salam, ewe Mwenyezi Mungu, wewe kwanza, wewe ni amani. Ukisoma majina 99 ya Mwenyezi Mungu, nenda kaangalie leo yale majina 99 ya Mwenyezi Mungu. Moja katika majina yale Mwenyezi Mungu kajiita yeye As-Salam. As-Salam manake amani. Na tukimaliza kuswali tunamwambia Mwenyezi Mungu, Allahumma anta salam, wewe ndiyo amani. Wa minka salam, amani inatoka kwako. Wa ilaika yaudu salam au yarji'u salam, na amani inarudi kwako. Tunakuomba fahayyina rabbana bisalam, tupe maisha yetu ya dunia tuishi kwa amani, na kesho akhera wa adkhilna birahmatika, utuingize kwa rehema zako dar salam, katika nyumba ya amani. Huoni dua yoyote nyingine iliyowekwa baada ya swala. Ya kwanza kabisa ni hii. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tuienzi amani, tuienzi amani yetu tulionayo katika nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii ni zawadi kubwa ambayo haikutengenezwa na mtu yoyote kwamba Tanzania tuwe ni nchi ya amani, bali ni Mwenyezi Mungu ametupendelea sisi kuishi katika amani. Na tujue ya kwamba hakuna kitu chenye thamani kubwa katika maisha yetu zaidi ya kwamba sisi tuishi katika hali utulivu na amani, na bila ya hofu. Bila ya hofu. Sisi wenyewe Waislamu tunalithibitisha hilo. Mimi niliposimama hapa, kabla ya kuzungumza na nyinyi, kabla sijazungumza chochote, niliwaambia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, na nyinyi mkanambia wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tafsiri yake, niliwatakia nyinyi amani na nyinyi mkanirudishia mimi amani, kwamba amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yenu, na nyinyi mkanambia na amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yako wewe pamoja na wote waliokuwa nao. Kwanza tunatakiana amani. Tunapokutana barabarani tunasalimiana, assalamu alaikum. Nini tafsiri yake? Amani iwe juu yenu, na yule anakwambia wa alaikum salam, amani iwe juu yako. Kwa hivyo tunaisambaza ile amani, na Mtume katuambia tuitangaze amani. Nabii Muhammad amesema afshu salam wa at'imu at'am wa sallu bil-layli wan-nasu niyam. Haya ni maneno ya Bwana Mtume Muhammad. Kasema afshu salam, itangazeni amani, wa at'imu at'am, wenye njaa wapeni chakula. Mtume anasema wasallu bil-layli, swalini usiku, wan-nasu niyamu, hali ya kwamba watu wamelala. Fanyeni hayo mambo matatu aliyotuagiza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afshu salam, sambazeni amani, wa at'imu at'am, wenye njaa walisheni, wasallu, swalini bil-layli, usiku, wan-nasu niyam, hali ya kwamba watu wamelala. Haya ndio maagizo na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, sote tunashuhudia sehemu ambazo leo hofu imetanda. Sote tunashuhudia duniani sehemu ambazo leo hofu imetanda. Hofu imetanda kwenye nyumba za watu, kwenye biashara za watu, viwanja vya ndege, vituo vya mabasi, mahotelini, barabarani, mpaka kwenye nyumba za ibada. Watu wanafanya ibada, mnasikia mabomu yanaanguka. Lakini alhamdulillah, leo tumekaa hapa kwa amani na salama. Husikii kishindo cha bunduki wala husikii kishindo cha mabomu. Ni wajibu juu yetu wa Tanzania kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhana
kwamba Mwenyezi Mungu tunu uliotupa ni kubwa, na sisi tunakushukuru kwa neema hiyo ya utulivu na amani. Isingekuwa nchi iko katika utulivu na amani, leo swala hizi zaidi kila mmoja angeswalia nyumbani kwake. Lakini kwa sababu Mwenyezi Mungu anailinda nchi hii na ametupa tunu hii ya kukaa kwa salama, tumetoka sehemu mbalimbali, tumekuja kukusanyika msikiti wa Ghazal na tunaswali al-Eid, tutasikiliza khutba na tutarudi nyumbani kwa amani. Watakao kwenda shopping zao watafanya kwa amani, na watu watakwenda kunywa chai kwa amani, na mchana tutaweza kula pilau letu na biriani kwa salama na amani. Kwa nini? Kwa sababu nchi ina amani. Tukae tuzingatie, tunapozungumza hivi tunazungumza maneno ambayo yamo ndani ya Qur'ani, maneno ambayo yako katika sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Vinginevyo jana na juzi watu wasingefanya shopping sokoni kwa sababu hakuna amani. Leo tusingekuwa na mbuzi wala kuku wa kuchinja nyumbani kwa sababu amani hakuna. Utatokaje nyumbani kwenda kununua kuku? Utatokaje nyumbani kwenda kuwanunulia watoto wako nguo? Utatokaje nyumbani kwenda kufanya biashara zako na kwenda ofisini? Huwezi, kwa sababu nchi haina amani. Lakini tunu hii aliyotupa Mwenyezi Mungu Subhana, ndugu zangu, tuienzi tunzo ya amani, tunu ya amani. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu peke yake, lakini sisi tuliopewa tunu hii tuna haki ya kuienzi, na kila anayetaka kuitoboa tunu hii lazima sisi tumkemee na tumzuie, kwa sababu anatubomolea jahazi letu wakati sisi tumo ndani ya jahazi hilo na linapita kwenye maji. Akitoboa maji yatajaa kwenye jahazi, na jahazi likijaa maji litazama. Jahazi letu ni hii dunia ambayo sisi tunaishi. Hili ndio jahazi letu na linapita katika bahari nzito. Tumwangalie nani anataka kutoboa jahazi hili, tumkamate, tumzuie, tumwambie bwana usitoboe, sisi tunasafiri na jahazi hili la amani, tuko ndani ya maji. Ukitoboa maji yataingia, na likijaa maji tutasalimika au tutazama? Lazima tumuulize kwamba tutazama. Na nchi hii ikizama tutazama wote, ndugu zangu. Napenda muangalie mifano iliyoko duniani. Tunapozungumza haya, angalieni, kuna watu leo duniani hivi sasa hawana Idi, na kama wanasherehekea Idi wanasherehekea katika hofu ambayo imetanda katika nchi zao. Sisi tunasherehekea Idi kwa furaha wa rauhun wa rihan. Basi sote tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa utulivu huu na amani hii aliyotupa Mwenyezi Mungu, na tuendelee sana kumuomba Mwenyezi Mungu atudumishie amani yetu hii iliyoko katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili tuweze kufanya mambo yetu yote katika hali ambayo ni nzuri. Mwenyezi Mungu atukubali ibada zetu tulizozifanya mwezi mzima katika mwezi wa Ramadhan. Mwenyezi Mungu akubali kila lile ambalo tumelifanya katika mwezi wa Ramadhan, na atulipe kwa hilo malipo yanayostahiki kutokana na mambo yetu tuliyoyafanya katika mwezi wa Ramadhan. Na kama alivyosema Nabii Muhammad, man sama Ramadhan wa qama imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Atakayefunga mwezi wa Ramadhani vizuri na akasimama usiku kwa Isha na tarawehi na tahajjud, Mwenyezi Mungu anamsamehe madhambi yake yote yaliyotangulia. Hivyo sisi tunaamini leo tuko wasafi kama siku tuliozaliwa. Tusemeni alhamdulillah. Mwenyezi Mungu ametufutia dhambi zetu zote kwa kufunga mwezi wa Ramadhani na kusimama katika visimamo vingi vya ibada. Mwenyezi Mungu anasema, Mtume anasema, ghufira lahu ma taqaddama min dhambi. Yale yote tuliyoyafanya nyuma Mwenyezi Mungu ameyafuta na ameziokoa nafsi zetu, kama tulivyomwambia Mwenyezi Mungu, wa atiqi riqabana minan nar. Tulikuwa na 10 la rehma ndani ya Ramadhan, tulikuwa na 10 la maghfira, tulikuwa na 10 la itqum minan nar, kuachwa huru na moto. Na sisi tunaamini rehma za Mwenyezi Mungu tumezipata,
msamaha wa Mwenyezi Mungu tumeupata, na sisi tumekombolewa. Kama majina yetu yalikuwa ni katika watu wa motoni, Mwenyezi Mungu kayafuta, kayaweka katika majina ya watu wa peponi. Tuseme alhamdulillah. Sasa kama leo tumezaliwa upya, hatuna dhambi, chonde chonde kuanzia leo tena kurudi katika matope, kwa sababu tuko safi hivi sasa wote hapa na sehemu zingine, Waislamu tuko safi. Sasa ni sisi wenyewe kujirudisha tena katika tope na uchafu. Tumekwisha safishwa na Mwenyezi Mungu. Hivyo tuweke azma na nia kwamba maisha tuliyoishi ndani ya mwezi wa Ramadhani ndio maisha tutayoishi miezi 11 baada ya Ramadhani, mpaka Mwenyezi Mungu atuwafikishe kukutana tena na Ramadhani nyingine. Na tunaamini 10 la mwisho tumepata Lailatul Qadri, na Lailatul Qadri ni bora ibada zake kuliko miaka 83. Ukifanya ibada 10 la mwisho sawa sawa na aliyefanya ibada ya miaka 83, na tunaamini tumepata Lailatul Qadri kwa zile ibada tulizozifanya 10 la mwisho. Hivyo tujihesabu kwamba tumefanya ibada katika maisha yetu kwa muda wa miaka 83. Mwenyezi Mungu atukubalie, Mwenyezi Mungu atusamehe madhambi yetu, Mwenyezi Mungu atupe afya katika viwiliwili vyetu, Mwenyezi Mungu atupe riziki za halali na atufanyie wepesi katika maisha yetu. Kwa kusoma Alam Nashrah moja, tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufanyie wepesi katika maisha yetu. Kila palipokuwa pagumu, Mwenyezi Mungu apalainishe pawe pepesi kwa hii sura ya Alam Nashrah. Lakini tutasoma Ayatul Kursi moja kwa ajili ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumaliza Ramadhani salama, na tutamuomba Mwenyezi Mungu kwa Ayatul Kursi hiyo aendelee kuitizama nchi hii kwa jicho la rehma, ili nchi hii iendelee kuishi katika utulivu na amani. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lam ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard ولا يؤوده حفظهما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Mwenyezi Mungu tunakuomba tupokelee dua yetu, utusamehe makosa yetu, utuhurumie kwa huruma zako, utumiminie riziki zako, utufanyie wepesi katika maisha yetu. Mwenyezi Mungu tunakuomba vile vile uendelee kuilinda nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili tuendelee kuishi kwa utulivu na amani kwa baraka ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani uliokwisha. Tunakuomba uwasamehe na wazee wetu walioko makaburini na ndugu zetu walioko makaburini na Waislamu wote walioko makaburini kwa baraka ya siku hii ya leo. Ikiwa wako katika adhabu, watoe katika adhabu zao, na ikiwa wako peponi, zidisha neema zao peponi birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah. Paka kufikia hapa sasa, makhatibu wanaingia na maimamu wanaingia, ikiashiria swala ya al-Eid tayari inasimama katika msikiti huu wa Gaddafi. Unajua ishakaa sana kule Gaddafi, basi akili yangu mara nyingi inanituma niko Gaddafi, kwa sababu nilishakaa sana kule na kufanya kazi katika msikiti huu wa Ghazali Majengo. Swala hii ya al-Eid inasimama. Niwatakie Eid njema, Eid njema. Tusherehekee kwa amani, tusherehekee kwa utulifu, na Mwenyezi Mungu atupe fadhila zote zilizoko katika siku hii ya Eid. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.